It is not demonic. Hata kama shetani anatumika, lakini anatumika kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Unajuanga shetani anatumikanga kusaidia neno la Mungu litimie. Yes. Hapa mjuangi. Tunajua. Sasa huyu shetani mbaya sana, anatumika lakini anatumikanga. Yaani unajua shetani yeye tayari mambo yake ilimalizika. Anangojea kwenda jehanamu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hata akisaidia Mungu kutimiza neno lake, si kwamba ataokoka moto. Yeye tayari mambo yake yalikuwa. Kwa hivyo kuna sehemu Mungu anaruhusu shetani ya kwamba akupige kidogo ili ukuje laini. Amen. Hello. Unajua ni lazima tufundishwe tabia mbinguni, na kufundishwa tabia mbinguni ni lazima shetani akuja tunyoroshe kidogo. Amen. Yesu akasema tupende maadui, sio? Kwa maana adui licha kuwa ni adui, lakini atakusaidia kufika kwa hatima yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni adui, lakini bila huyo adui hauwezi kufika. Kwa hivyo ninataka niambie mtu, Biblia inasema ya kwamba mateso kwa mwenye haki ni mengi, lakini yote Mungu anaokoa nayo. Ninakutangazia siku ya leo ya kwamba unapita katika moto, unateseka sasa hivi, lakini ninasimama kukuambia ya kwamba mateso unayopitia ni kwa muda tu. Amen. Siku tutasomea 1 Peter chapter 5 verse 10. Ninaona kama sasa injili yangu imeandika. 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10. It says that but after you have suffered. But after you have suffered. For a little while. The God of all grace. Who calls you to share his eternal in union in Christ. Will himself who? God himself perfect you and give you firmness, strength and a sure foundation. Ngine nasema ya kwamba and he will settle you. Napenda kuko hiyo yenye nasema he will settle you. Bwana Yesu asifiwe. Settlement means ya kwamba vitu vimesambaratika, maisha imesambaratika, ndoa imesambaratika, your finances imekuwa scattered, lakini God anasema ya kwamba it is just for a while, it is for a short time, it is not permanent. God himself will settle you. Amen. Amen. That is the word of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninataka niambie mtu siku ya leo ya kwamba kama hutaki mateso hauwezi kupata sura ya Mungu. Biblia inasema namna gani? Ya kwamba ni lazima tufanane na Yesu ndiposa tuingie katika ufalme wake. Kwa hivyo kufanana na Yesu kuna vitu mpaka ichongwe Bwana. Kuna vitu mpaka itolewe. Na inapotolewa unasikia uchungu. Kama hutaki kusikia uchungu, wachana na mambo ya ufalme. Maandiko inasema ya kwamba baada ya kuteseka na kuchongwa ukisikia uchungu. Pastor, kama ungepitia hiyo ungekuwa na ubiri vile unahubiri hivi. Amen. This man is extra powerful. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ninamjua mtoto wangu nimemlea, lakini ninaona Mungu amemwinua kwa viwango. Na hiyo inatokana na preparation. Bwana Yesu asifiwe. Huu muda ambao unateseka sio kwamba Mungu amekuchukia, hapana, lakini God anakuandaa. Amen. God is preparing you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo ninataka nikuambie mtumishi wa Mungu ambaye umesema ninakosa kuelewa ya kwamba mimi ndiye ninaelekeza watu, lakini huko mimi nina shida. Yaani wewe ndio unaelekeza watu, lakini huko ndio uko na shida. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nikwambie kitu. Yeah. Kila mtumishi aliyeitwa na Mungu, si watu wote wanaitwa na Mungu. Amen. Watu wengine wanakuja kwa Mungu. Lakini watu ambao waliitwa na Mungu, they have a story. Bwana Yesu asifiwe. Amen. They have a story. Hallelujah. Amen. Ni lazima kuna hali wanapitia, lakini gold isipopita katika moto can never be pure gold. Lazima ipite katika moto. Kwa hivyo unapoona kuna hali na umeomba, hebu nikuulize kitu. Kila mwana wa Mungu, Mungu ana mpango na maisha yake. God has a plan for your life. Amen. Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nikuulize kitu. Maombi kazi yake ni kukusaidia. It is to help you to maintain the relationship between you and God. Amen. That is the work of the prayer. Bwana asifiwe. Amen. To deepen your relationship with God. Hiyo ndio kazi ya maombi. Kazi ya maombi si kupangua mpango wa Mungu. Haipangui mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama God amesema uteseke miaka 2, hata ukifunga ukiomba, bado utateseka miaka 2 tu. Amen. Because that is the word of God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hata ukienda fasting, unaenda kufunga na kuomba, haitakusaidia kubadilisha mpango wa Mungu. Kazi ya maombi ya kufunga na kuomba ni nini? It is to empower you, to give you divine strength to face battles of darkness. Bwana Yesu asifiwe. To overcome temptations, to overcome trials. That is the work of fasting. You don't go to fast to change the plans of God. No. Bwana asifiwe. Amen. God speaks through the mouth of Jeremiah ya kwamba after 70 years, baada ya miaka 70, ndio nitakuja nikawakomboe kutoka utumwani na nikawarudishe pale Yerusalemu, ili ya kwamba muinue nyumba ya Mungu iliyoharibiwa tena. After 70 years, Mungu akisema ni 70, it is 70. Bwana asifiwe. Hata kama utafast, you cannot change the plans of God. Hallelujah. Lakini anasema namna gani? Ya kwamba miaka 70 hata make sure ya kwamba utaovercome vitu ambavyo zinakuja kuvunja moyo. Ana make sure ya kwamba ni lazima neno lake litatimia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo nimekuja kuambia mtu siku ya leo ya kwamba huduma unasumbua. God anajua Bwana. God anaelewa. Ndoa yako inasumbua, Mungu anajua. Lakini anasema ya kwamba it is not permanent. I want to encourage somebody here today that whatever you are passing through, it is not permanent.